mwezi wa 7 alifika umri wa ujana wa miaka 80 na wakati familia yake kwa kutopenda makuu iliamua kumfanyia kitu kidogo sana, wakakaa wakamwadhimisha na rafiki zake wengine walikwenda pale na keki na vitu vingine. Tuliona itakuwa ni jambo la aibu kuacha tu hiki kitu kidogo au kikubwa hivi kikapita tu, kwa sababu ya jamii yetu kupenda ushirikina. Watu ya aina ya Issa Shivji huwa hawaadhimishwi sana, na watu wasiokuwa na maana yoyote ndio wanaongoza kuadhimishwa nchi hii. Sasa sisi tulisema kama marafiki zake tunataka kuvunja huo mwiko. Tunavunja huo mwiko ili tujenge utamaduni mpya wa kuadhimisha watu wanaofanya mambo ya maana, si ndio? Kwa sababu tukiuliza hapa watu wangapi wameandika nusu ya vitabu alivyoandika, si ajabu sijui watu wangapi watanyosha mkono huko ndani, na sitaki kumdhalilisha yote, kwa hiyo sitauliza hilo swali. Tukiuliza wangapi wamefundisha miaka 50, sijui wangapi mtanyosha mikono hapa. Wangapi wamechangia kiasi alichoweza kuchangia kwenye jumuiya hii ya mawakili, wengi hamtafika nusu alichokifanya. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kusikitisha, na namshukuru sana rais wa TLS kwa kuliona hilo na kusema kwamba inawezekanaje mzee kama huyu ikapita tu sherehe yake kama hii alafu tukajifanya wote hatuoni. Sio university alikofundisha kwa miaka yote, sio wapi, kote huko alikopita tunakujua. Kwa hiyo tunataka kuvunja huo mwiko, na ni imani yangu kwamba tutashirikiana katika hilo siku ya leo. Ni conversational. Wanazuoni mnapenda mambo yenu ya kiwanazuoni, makolokia msijui manini. Hatujaje hapa kufanya hayo, na tahadhari sana kwa mtu yote ambaye amekuja hapa pambane nayo. Na labda hii inaweza ikatupa motisha ya kufanya vitu tofauti kidogo. Kwa hiyo tukimaliza majadiliano yale au conversation ile, tutaalika watu wawili ambao wanamfahamu sana, ambao wamefanya naye kazi kwa muda mrefu. Mwingine ameishi naye, sio tu kufanya naye kazi kwa muda mrefu kuliko mtu yoyote kwa njiani. Nilikuwa nazungumza na Deus, nilikuwa namwambia jana nilikuwa nakutana na kamati ya bunge, kwa sababu kuna mazingira ambayo nilikuwa sifurahishwi namna bunge inavyotreat TLS. Aliniambia maneno haya: TLS mna kisima cha wabobevu na wataalamu. Tunapokuwa tukifanya marekebisho ya sheria, tunaona mnatuletea hawa vijana. Hawa wataalamu wanakuwa wapi? Kwani msiwalete, msiandae na muwalete tunapofanya marekebisho ya kisheria, kwa sababu kunakuwa na majibizano ya hoja, utaalamu wa kina. Kwani msiwalete hawa watu? Wakifika hapa watatusaidia sana, kwa sababu wakati fulani mabishano yanakuwa makubwa, lakini kuna watu ni kisima cha uzoefu. Jambo wengine nilikuwa nazungumza siku moja na mtu mmoja, maeneo ya kutega sikio vizuri, mazungumzo, kujua historia, kujua ujuzi, ni mazingira kama haya. Na hii ndio kazi ya TLS. TLS bize kwamba you cannot save 2 days. Una kesi mbili zenyewe verification clause umekosea, and you don't want to come here to kistaafu anaachana naye yote. TLS ndio taasisi ambayo ina akiba ya resources ya wanataaluma wake kwa kipindi chao chote, na bado wako relevant, wanahitajika, kama sio hapa nje, na kama sio nje basi kwenye taasisi zetu, na wenye hekima wamekuwa waoga. Hiyo ni hatari sana kwenye taifa. Wajinga wana ujasiri kuexpose ujinga wao, lakini wenye hekima wote lazima, bwana unajua hatuwezi. Ukitaka nikuelekeze kwa Kiingereza naweza vile vile. Nimkaribishe ndugu yetu mwandishi machachari Khalifa Said. Karibu sana. Profesa, leo ni mali yako, utafanya mwenyewe unavyoona, na maswali unataka kumuuliza unaweza kukaa mwisho kabisa kule.
naweza kukaa mwisho kabisa kule. Na mimi nitakuwa msaidizi rasmi wa Khalifa kwenye hii conversation. Kwa hiyo tunauliza maswali very casual. Kwa hiyo kama nilivyosema, hatujaje hapa kwenye colloquium. Kwa hiyo tunataka kuwa tuna conversation. Tumegundua na nilikuwa naongea na mama asubuhi hapa kwamba wengi tunamuona tu profesa huku mtaani, lakini hatuwezi kusema tunamfahamu kiasi hicho. Kwa hiyo tunataka kuwa na, sasa nikupe mic Sasa nikupe mic Ni zote mbili. Habari za asubuhi. Mimi naitwa Khalifa Saidi, ni mwandishi wa habari. Niko na chombo cha habari kinaitwa The Chanzo. Ni mwanafunzi pia wa maandiko na mambo mbalimbali ambayo profesa amewahi kuyaandika, pamoja na mihadhara mbalimbali ambayo amekuwa akitoa. Na nasema tu profesa, shukrani sana kwa maisha yako, kwa kuendelea kutuamsha na kutufungua bongo. Shukrani sana. Labda swali langu nilalotaka kuanza nalo ni kwamba wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele kuonya dhidi ya watu kuambiana comfortable stories. Na labda pengine hiyo ni sehemu ninayoweza kuanzia. Unapojaribu kuangalia miaka hii 80 ambayo umebahatika kuishi, ni story gani kuhusiana na wewe ambayo unadhani watu wengi huwa wanaikosea, hawaifahamu vizuri? What one particular story about you that the people often get wrong, kuhusiana na wewe na maisha yako, kwa mtazamo wako? Kabla sijamjibu kijana mwenzangu, nianze kwa shukuru sana TLS na ndugu rais wa TLS. Mnajua kwamba nchi hii kuna marais wawili tu, rais wa nchi na rais wa TLS. Wengine hawaruhusiwi kujiita rais. Nawashukuru sana kwa kweli kuniandalia maadhimisho ya siku yangu ya kuzaliwa na kufikisha miaka 80. Nawashukuru sana, nimefarajika sana. Jambo la pili, nawapongeza kwa ubunifu wenu. Kwa kutumia siku yangu ya kuzaliwa kama kisingizio cha kutuleta pamoja ili tupige soga ya mambo mazito. Sio wangapi mnakumbuka Mwalimu alikuwa na tabia, anapotaka kuzungumza mambo mazito sana, hasa alipokuwa anakwenda pale Tano Study Group. Jenerali atakumbuka Tano Study Group. Anasema mimi nimekuja kupiga soga tu, hata alipokuwa anakuja chuo kikuu. Lakini katika soga zake ndio anazungumza mambo mazito ya maana sana. Kwa hiyo soga za kijiweni msizarau,
hizi soga zinazungumzia mambo mazito sana. Sasa nimekuwa wabunifu sana kumletea kijana kunihoji badala ya mzee mwenzangu. Sasa yeye anataka kujua story ya kitu gani? Ndiyo Profesa, nataka kusikia kutoka kwako. Wewe umebahatika kuishi miaka 80, umejadiliwa, umeandikwa, watu wanakusemea kwa mazuri, lakini ukisikiliza kwa mfano mjadala ambao pengine unafanyika kuhusu wewe, kuhusu Profesa Isa Ghulam Hussein Shivji, kuna simulizi moja kuhusiana na wewe ambayo unadhani watu wengi hawaipatii vizuri, au kuna kitu kimoja kuhusu wewe watu hawakifahamu vizuri au hawakijui licha ya hii miaka 80 yote ambayo umebahatika kuwepo na sisi hapa duniani? Sawa, sijui nianze wapi. Kwa haraka naweza nikakumbuka mambo mawili. Moja, watu wengi wanaponijadili au wanapozungumza kuhusu mimi, wanafikiri mimi nilizaliwa tu kuwa wakili mbobea, ambayo sio kweli. Uwakili wangu nimejifunza. Okay? Na hii pia ningependa sana kushare na vijana kuliko mimi, ingawa sioni wengi hapa, labda wako kwenye mtandao. Mimi nikajienroll kwa wakili mnamo Septemba 1977. Wakati ule, na wao baada ya kukupitisha ndio sasa unakwenda kwa Chief Justice na unakuwa enrolled, au sio? Sasa mimi nilipoapia, panel yangu iliongozwa, naelewa. Sasa as history would have it, miaka michache baadaye tulifanya kesi yetu ya legal aid na mwenzangu Profesa Fimbo ya Mama Weja. Mengine mtakumbuka, mengine hamwezi kukumbuka. Ilikuwa ni election petition. Katika kesi ile ambayo actually trial yake ililast I think for 60 days. Pande zote mbili waliita mashahidi kama 25 on each side. Ilikuwa ni kesi ngumu, hard case, one of the hard cases. Sasa pamoja na mwenzangu, of course, tulienda kuinterview mashahidi wetu etc. Sasa mmoja wao alikuwa a police officer ambaye tuliminterview, na huyu police officer ndio alikuwa na jukumu la ku keep law and order during campaign meetings, na yeye alikubali kutoa ushahidi kwa upande wetu, yale aliyoona na aliyoshuhudia. Sasa Profesa Fimbo akaanza kumhoji, examination in chief. Baada ya zile preliminary maswali mawili matatu, akawa declared hostile. What do you gain? Una haki ya kukosa examine. Sawa? Sasa haraka ukasema, that's good. Hapana. Some of these issues you have to be able to think and answer on your feet. Sijui siku hizi taratibu zikoje, lakini wakati ule I think 1 or 2 days in the week zilikuwa siku za mentions. Okay. Mimi nilikuwa nahudhuria mentions, mimi mwenyewe. Hata kama sikuwa na mention siku ile, mimi nilikuwa nahudhuria mentions. Mawakili wengi hawahudhurii mentions, wanapeleka their clerks sana ya drafting, ya cross examination, examination in chief. Watu wanafanya makosa mengi sana. Sasa that's one.
kama kwa kweli umeamua kuingia kwenye fani hiyo ya uwakili, keep in mind you have to learn it hard way. Na haitoshi kuwa na skills, haitoshi kuwa na skills, uwe na passion for justice. Kwa nini wamepoteza imani? Ask yourselves. Ask yourself. Sasa labda jambo la pili, unajua ni vigumu kujibu swali lako moja kwa moja kwa sababu much of my private life is in public. Okay. Labda mtu sahihi wa kujibu swali lako angekuwa mpenzi wangu pale. Chotara kumenichokoza kweli. Unajua babangu alizaliwa Zanzibar. Babangu mzazi alizaliwa Zanzibar. Na katika maisha yake hakuweza kurudi wala hakutaka kurudi India yake, hakuweza kurudi wala hakutaka kurudi India. Kwa hiyo hakujua India kabisa. Na mamangu hakujua India kabisa. Na mamangu aliolewa tena na akaolewa. Babangu hakuipenda hiyo, kwa akakimbia. Mtungi hivi ina akaberi under a tree kwa lengo la baadaye Sasa baadaye alipoenda akakuta imepotea. Even that luck did not work. Sasa hii Achuya nimeleta hapa kwa sababu umenichokoza kuhusu uchotara. Baada ya miaka mingi, kwa sababu nilijua hiyo ndani, akamleta msichana moja. Nitumie neno lako, ingawa sipendi sana chotara. Huyu dada yako huyu dada. Sasa unajua nilizaliwa kwenye jamii ya Ismailia ambao ni wafuasi wa Aga Khan. Si mnafahamu? Sasa baada ya siku 25 yule Aga Khan III ambaye alikuwa anaitwa Sultan Muhammad Shah alikuwa na Diamond Jubilee yake hapa Dar es Salaam. Diamond Jubilee kuhitimisha miaka 60 tangu awe imam wa Ismailia. Kwa hiyo Waismailia wengi walikusanyika hapa Dar es Salaam, na kuna taratibu siwezi nikaeleza kwa undani kwa sababu sina habari za kutosha. So hayo niliambiwa baadaye, sio familia yangu kama kuna taratibu zao. Walienda kwa imam, wanatoa offering na nini. Sasa wakamuuliza imam kwamba tuna mtoto wa kiume, tunataka tupate jina kutoka kwako, sawa? Kwa imam akasema Diamond, jina langu Diamond. Aliporudi nyumbani, mamangu akasema hapana, mimi sitaki jina hili la kizungu. Mamangu akasema sitaki hili jina la kizungu, mimi sipendi. Akamshindikiza baba arudi kwa imam. Kwa sababu mamangu hakupenda jina la kizungu. Akarudi, ndio akapewa jina la Isa. Ndio maana nikaitwa Isa na nimekuwa julikana kwa jina la Isa. Mpaka leo kwa kweli namshukuru mamangu. Sina jina la kizungu wala sina uzungu.
Umenielewa? Ndio simulizi yangu bwana. Nashukuru sana, nashukuru sana. Na hakika wengi hapa tulikuwa tunaifahamu hii story yote, na kwamba tukienda Chunya tunaweza tukakutana na na kwamba kama profesa angezaliwa Tandale leo angekuwa anaitwa Diamond Platnumz. Sasa profesa, umezungumza kuhusu wakili wako na namna ambavyo ulipata training, na kama unavyosema watu walidhani labda wewe ulizaliwa kwa wakili, lakini vile vile wachunguzi wa mambo wanafahamu kwamba kilichokuleta Dar es Salaam ilikuwa ni kusoma masomo ya sayansi, na inasemekana kwamba tumepoteza bonge la engineer kwa maamuzi yako ya ghafla ya kuingia kwenye kuvamia fani ya sheria. Sasa wewe ulisoma physics, chemistry na hesabu. Kilikukuta kipi mpaka ukaamua kwamba bana hii acha kabisa? Sababu wewe sio kwamba ulifeli. Sasa nini kilikumove ukasema haya yote niachane nayo nikasome sheria? Ni sawa. Unajua wakati ule tulikuwa tunafanya principles 4. Bado ilikuwa Cambridge High School Certificate. Ilikuwa tunaita HSC. Mimi nilimaliza HSC yangu mnamo 1966. Na katika HSC yangu nilifanya masomo yangu yote ya kisayansi. Physics, chemistry, applied mathematics na pure mathematics. Na nakumbuka kwamba kwenye journal paper niliwahi kuandika essay. Tuliambiwa kwamba tuandike essay juu ya nini ungetaka kuwa baada ya masomo yako. Na nikasema kwamba ningependa kuwa a nuclear scientist ambaye atagundua device ambayo ita neutralize neutral bomb, atomic bomb. Sasa wakati ule tulikuwa tunasoma sana kuhusu atomic bomb. Marekani walitumia dhidi ya Japan, ya Hiroshima na Nagasaki. Nakumbuka hiyo. Vijana, someni historia kidogo. Mnapoona hiyo vita ya Iran na nini, msipuze huyo mwenda wazimu. Anaweza kafanya hili. Hii ilikuwa very much ngia. Kwa hiyo nikasema hiyo. Sasa nikiwa form 5 pamoja na wenzangu wale vijana, tulianzisha chama chetu kilichokuwa kinaitwa Pupils Own Council, POC. Sasa tulipotengeneza proposal na kuwasilisha kwa headmaster alikuwa ni mzungu, Mr. Grimshaw, British. Mimi ndio nilidraft constitution ya POC, modeled on United Nations Charter. Baada ya kusoma, yule Grimshaw akainua kichwa chake akaniuliza, babako ni wakili? Nikasema hapana, babangu ni duka wala. Kwa hiyo ni first experience. Baadaye nini kanifanya kwamba niende kwenye art? Naambiwa kwamba I was the second person pale Faculty of Law kwenda kwenye law baada ya kufanya science. Ilikuwa ni ile ari ya kutafuta justice. Kwa sababu yale mawazo kwamba ulimwengu wetu na jamii zetu ni unjust. Unaona? Already ilikuwa mshaningia. Nafikiri labda hii ndio ilikuwa msukumo wa kuingia kwenye sheria. Asante sana Prof. Na tuliahidi kwamba hii sio interview. Kwa hiyo tungependa vile vile tukaribishe kama kuna mtu ana maoni, anataka kurekebisha kitu kidogo, anataka kuongezea.
kama ulikuwepo mwaka 66 pale Tambaza, ulishirikiana na profesa, unataka kurekebisha au kuongeza chochote, basi tunakaribisha vile vile mikono from the floor, kabla sijamkabidhi ndugu yangu Alifa akaendelea na mjadala huu. Lengo ni kuwa na mazungumzo. Kwenye hili ambalo la sayansi na pengine profesa, hiyo kuwa na msingi kwenye sayansi halafu ukaingia kwenye sheria, pengine kumechangia kufanya uwe distinguished kwenye field ya sheria, kwa sababu ninavyowasikia wanasheria mnasema kwamba sheria na mathematics ni kitu sawa sawa, kwa sababu vyote vinadili na logic. Na swali langu ni kwamba pengine haikuwa bahati mbaya kutokana na msingi ambao ulikuwa nao, training yako kwenye sayansi na jinsi ulikuwa trained mathematician kama physician, pengine uje uwe kuwa physician afu ukaingia kwenye sheria, vitu ambavyo ulijifunza kwenye sayansi ulikuja pia kuviapply kwenye lakini vile vile, kwa sababu tunazungumza hapo kuhusu issue za logic na sheria is all about logic, nilikuwa nataka kupata mtazamo wako. Ukisoma kwa mfano sasa hivi ruling zetu zinazotoka mahakamani, unaona ziko logical kama sheria ambavyo wewe umeisoma? Nitakujibu kwa kutoa opinion yangu. Ni kweli kuna swala la logic, lakini tusiconfuse logic ya science hasa ya mathematics na logic ya sheria. Tusiconfuse hiyo. Logic ya mathematics kwa mawazo yangu ni mechanical. Ni mechanical. Logic ya sheria ni philosophical na social. Okay? Kwa kuna tofauti. Whether kwa mafunzo haya ya science ilinisaidia kwenye sheria, naweza nikasema tu kwamba kilichonisaidia kwenye sheria ni hard work. Kufanya kazi yako kabla ya kesi kusikilizwa. Hard work. Ndio hasa ilinisaidia. Labda hapa sasa hili mimi siwezi nikathibitisha kwa sababu I heard it second or third hand. Naambiwa kwamba safari moja, jaji hayupo hapa, Judge Samata aliulizwa kwamba huyu Shija anapoappear mbele yako pamoja na marxism yake, unaonaje kwa kweli katika uwakili wake? Judge Samata akasema, mimi nashangaa, hiyo marxism yake imemsaidia sana kwenye sheria. Kwa sababu jinsi anavyoweza kutoa hoja. Sasa kama nilivyosema, siwezi kuthibitisha hivyo. Ndio nilivyoambiwa. Kwa hivyo, na hata pia nilikuwa naambia wanafunzi wangu wa sheria, someni outside sheria, hasa literature. Sijui siku hizi kama wanatumia kitabu cha Glenville Williams, Learning the Law. Sijui kama wanatumia kwa legal method. Na sisi tulikuwa tunasoma kitabu cha Glenville Williams. Generali, unakumbuka Learning the Law. Kwa kitabu hiki ndio anasisitiza sana, lawyers must be widely read. Not in law too, but outside. Hasa literature. Na mimi tangu zamani tukiwa shuleni, I had a lot of interest in literature. So wakati tulikuwa tunasoma English literature. Unajua, riwaya za Charles Dickens kwa mfano, Great Expectations, Oliver Twist, Pickwick Papers, and so on. Okay? Na hii inasaidia sana. Kwa hivyo, kujibu swali lako, siku hizi sijui kama vijana wetu malawyers wanasoma nje ya sheria. Hata sheria yenyewe hawasomi kwa kweli. Sio wote, baadhi yao. Lakini I think that's important training.
ya kusoma nje. Asante, nadhani tayari tunaona mikono, kwa hiyo tukaribishe na mtu atusaidie hapa kusambaza mic tafadhali, ili tupate maoni, maswali kutoka kwa wageni. Tusaidie kusambaza mic tafadhali. Tumeona mkono mmoja pale, kuna wakili Nyanduga. Sijui kama upande huu kuna swali. Basi kuna captain pale. Asante sana. Kwanza nimshukuru profesa na kumpongeza kwa kuwa hapa. Niwashukuru waongozaji wa huu mjadala. Kwa jina naitwa Bahame Tom Nyanduga, wakili, kama nilivyosema, rais wakili mwandamizi. Sasa kuna sifa moja ya profesa ambao watu wengi hawaifahamu. Profesa ni mshairi. Tutawasomea shairi lake moja.